Na mtazamaji, dakika 2 zimedondoka baada ya saa 5 majira ya asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Natumai kwamba mzima wa afya popote unapotegea taarifa hizi. Karibu ni kujuzi anaibuka na kugonga vichwa vya habari kwenye taarifa hizi za yanayojiri. Yapo mengi tuliyokuandalia. Jina langu ni Hadia Mwasiwa. Na tukianza tutakuwa tunaanza na taarifa na baadaye kwenye sehemu ya pili au ya tatu tazamia mazungumzo. Leo tukiwa tunaangazia swala la sekta ya usafiri wa umma au matatu, ambayo tumeona juma hili ukiwa na mgomo Jumatatu, na wakitangaza kwamba mgomo utakuwa unafanyika kila Jumatatu hadi pale matakwa yao yatakaposikilizwa, ikiwa ni pamoja na kushinikiza serikali kuwezesha uwajibikaji katika kulinda biashara zao, hususan wakitaja kwamba matatu nyingi au magari mengi ya usafiri wa umma yafikayo takriban 15 hivi yamechomwa kufikia sasa kote nchini, wakiwa pia wanataka uwiano kwenye sekta ile ya bodaboda, wakidai kwamba kukosa kwa sheria kwenye sekta hiyo kunachangia kuwa napo kwa baadhi ya sintofahamu ambazo wanaziorodhesha. Tutakuwa tunayazungumza hayo, lakini kwa sasa tutamia taarifa ambazo zinagonga vichwa vya habari. Naam, tuanze na taarifa hii ambapo shule katika baadhi ya maeneo ya Isiolo zinategemea mpango wa lishe shuleni kama njia pekee ya kuweka wanafunzi darasani. Lakini akiba ya chakula inaendelea kupungua, huku kukiwa na hofu kwamba siku chache zijazo huenda kukageuka kuwa janga kamili. Baadhi ya shule bado hazijapokea mgao wa chakula wa mwaka huu, huku ule wa muhula uliopita ukiendelea kupungua kwa kasi. Haya yanajiri wakati visa vya utapiamlo vinaongezeka kutokana na ukame unaoendelea kuzikumba kaunti za kaskazini mwa nchi. Mwanahabari Francis Ontomwa anaangazia hali halisi kutoka Isiolo. Muda wa chakula cha mchana ni wakati wa pekee kwa watoto hawa. Wanapanga mstari kwa utulivu wakitarajia kupunguza makali ya njaa. Hii ni shule ya msingi ya Badandraro, Isiolo Kaskazini. Kwa ukame unaoikumba sehemu hii ya nchi, mpango wa chakula cha shuleni umekuwa tegemeo pekee lililobaki kwa watoto hawa. Hasa kini ambacho imefanya wanafunzi wakuwe wengi ni school feeding program, imetusaidia zaidi. Kwa sababu shule kama ina chakula unakuta enrollment ya wanafunzi inaongezeka. So imeweza kutusaidia na tuendelee mbele sana. Lakini akiba iliyopo inaweza kuwatosha kwa siku chache tu. Chakula ambayo tuko nao mpaka sasa inaweza kutusaidia tuende mpaka wiki ya 6. Baadhi ya watoto waliokumbwa na utapiamlo wako chini ya uangalizi wa matibabu na hawawezi kufika shuleni. Shida na njaa. Hata mtoto ana maziwa, chakula hakuna. Katika shule ya msingi ya Lakole, hii ndio hali ya sasa. Uhaba wa maji na changamoto za kiusalama zimesababisha shule hii kufungwa kabisa. Mara ya mwisho kulikuwa na masomo katika shule hii ya Lakole ulikuwa ni mwezi wa Mei mwaka uliopita. Na kutoka wakati huo hadi sasa hakuna kinachoendelea sehemu hii. Wanafunzi hawako na tunaona milango ya shule kama imevunjika. Wanafunzi wamepelekwa katika shule mbadala ili kuendelea na masomo. Shida ya maji ni zaidi sana. Tena sakuri tata ni mbaya. Watu wanasumbua samburu sisi hapa, tunatoroka hapa. Zaidi sana shida yetu ni maji. Shirika la Msalaba Mwekundu linaonya kuwa chakula cha shule kitaisha kufikia mwezi wa Februari katika shule nyingi za eneo hili. Francis Ontomwa, KTN, Isiolo. Naam.